Mkaguzi mkuu wa elimu Zanzibar, Maimuna Fadhil Abbas, amewataka watumishi wa serikali kubuni miradi midogo midogo ambayo itawawezesha kuendesha maisha yao ya sasa na baada ya kustaafu. Akizungumza kwenye hafla ya kuaga walimu waliostaafu baada ya kumaliza muda wao wa utumishi, Maimuna anazungumzia umuhimu huo wa kujiandaa mapema. Sambamba naye ni mratibu wa elimu Pemba, Dr. Amur Rashid. Hapo unakopea mshahara, unajua mshahara utatoka mtalipa, lakini tunapostaafu ile pensheni yetu ni amount ndogo sana kwa sisi watendaji wa SMZ zaidi. Kwa hivyo tunatakiwa tujipange kidogo kidogo, tuandae mazingira ya kutusaidia baada ya kustaafu. Kupitia wafanyakazi wetu hawa tunapata funzo au tunapata mafunzo mbalimbali. Moja ya mafunzo ambayo tunayapata kupitia kwao, kwanza tunatakiwa sisi tujipambe katika tabia njema kila siku. Tujitahidi, tujijenge na tabia njema ili tutoke na pepa iliyo safi. Akisoma risala kwa niaba ya walimu waliomaliza muda wao wa utumishi, Kijakazi Saidi Omar amesema kabla ya kustaafu kwao walikuwa wavumilivu na kufuata sheria na kanuni za uwajibikaji, wakisaidiwa na uzalendo wa nchi yao. Uwajibikaji wao ulisaidia ofisi kuyafikia malengo na dira iliyopangwa. Aidha, walifanya kazi kwa umahiri mkubwa kiasi ambacho kuondoka kwao leo hii tumekuwa kwamba tunasema tuna pengo ambalo ni kubwa kuweza kulizi. Nao walimu waliomaliza muda wao wa utumishi wamewaasa watumishi wanaoendelea na majukumu kwenye serikali kuwa na mashirikiano sehemu za kazi pamoja na kuendelea kutoa huduma bora kwa mujibu wa sheria. Waomba kwa pamoja muwape mara 3 au 5 zaidi. Fanya kazi kwa pamoja, tutafanya mengi yale ambayo ofisi yetu imekusudia kuyafikia. Kwa hivyo ni lazima tuwasupport viongozi wetu wote pasi na kujali chochote. Lengo ni kufikia yale majukumu makusudio ya ofisi ya mkaguzi mkuu wa elimu Zanzibar. Naomba ushirikiano huu uzidi ili tuzidi kuendeleza maisha kwa ujumla. Leaders TV, uwajibikaji ni msingi wa maendeleo. Mimi ni Ilham Mahmud kutoka Leaders TV.